Mungu atakupitisha, lakini hautaangamia. Atakupitisha kwenye mapito magumu, lakini hautaangamia. Tunapofungwa na hali ngumu, wengine wamefungwa na madeni. Kuna watu wana madeni kila kona, madeni kila kona, kila ukipita mpaka unajificha. Ninawaambia, mtu asiyedaiwa duniani sio mstaarabu. Yaani kama huna madeni wewe sio wastaarabu. Wote duniani wana madeni, hao ndio wastaarabu hao. Lakini ili ustaarabu wako ukamilike, ni lazima ulipe madeni ya nani? Ya watu. Huo ndio ustaarabu. Sasa kuna madeni ambayo unasababishwa. Mtu ana deni, anaenda kuchukua deni kubwa. Ukimuuliza na nini? Ana sherehe ya mwanae, wanacheza ngoma ya mdundiko. Mwanae tu anamtoa ngoma, anaenda benki kwenda kukopa. Kuna shida kwenye kichwa, unahitajika upimwe, sio bure. Lakini wengine ni magonjwa. Wanapita katika vifungo vya ugonjwa. Mpaka watu wanakupa hata na majina. Asema, ugonjwa huo sijui kama huyo atapona. Yesu anatupa neno hili zuri tena gumu, kwamba utapita kwenye mapito, lakini hautateketea, hautauangamia. Ndugu zangu, wengine wana hofu, wengine migogoro wa familia. Familia ni matatizo, kila ukikaa ni maumivu, yaani ni shida. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu watu wamefikia mahali wako mbali na Mungu. Majaribu yakipita, ngumu sana, sio kazi ndogo. Jaribu likikukuta, ndio maana nikasema jaribu likiwa mbali huwezi ukaliona, ngoja likukute. Unatamani mwingine angechukua hata bunduki, anaenda kuua. Mungu anataka kutukumbusha jambo la msingi. Ujapopita katika moto, mwali wa moto hautafanya nini? Hautakuunguza. Mkristo anapita katika magumu, lakini Mungu bado yuko pamoja nawe. Ndio maana Mungu anasema usiogope, maana mimi ni pamoja nawe.